Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi, na kwa sababu hiyo nikiwaalika wote wana jimbo kuu la Tabora tuingie katika hali hiyo kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mwaka wa 2013 na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa Mungu wake. Tumuombee pumziko la milele na tuliombee kanisa letu libaki imara katika umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yanayokuja baadaye, kuombea makardinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma kwa ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali na baadaye kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu Katoliki. Kumbe niwaombe tuwe wote katika hiyo hali ya msiba ndio, lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu tunapomwombea huyo Baba Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiumbe, na tuwe tayari daima kuyasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye inatuongoza, na tukaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali na hasa kuhusiana na kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito, na baadaye muda huo ambapo atakuwa amepatikana tena Baba Mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho na waomba mnaosali tafadhali hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo, kwanza kumwombea Baba Mtakatifu, alafu tunaliombea kanisa letu, alafu na kuombea vile vile yote atakayokuja baada ya hapo. Na sasa tusali sala ya Baba yetu aliye mbinguni kwa nia hiyo ya kumwombea Baba Mtakatifu aliyotutoka. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa majina naitwa Romana Gervas Tando, au kwa cheo kingine anaitwa Mrs. Labia. Kweli namshukuru Mungu, nimekuja mimi Jumatatu ya Pasaka kuja kwenye goroto la Mama Bikira Maria. Namshukuru Mungu kwa nguvu aliyenipa. Nimekuja kusali kwa maombi yangu binafsi, ila tu kwa nguvu ya Mungu nimekuja kupata maono mengine kuhusu na baba yetu, Papa wetu Francisco, ambaye alikuwa mgonjwa na akawa amerudi tena kuwa na nafuu. Baadaye taarifa zote kwa tunapata jinsi mgonjwa alivyokuwa na jinsi ilivyokuwa inaenda na madaktari na jinsi afya yake. Nimepata bahati na kumshukuru Mungu kwa sababu ni wachache. Nafikiri asubuhi watu walikuwa wengi sana kanisani, lakini sio rahisi wote wamepata. Ila kwa nguvu ya Mungu, mimi kwa masikitiko na kupokea, kwa sababu Mungu ni lazima tuionje mauti, na mauti ni kwa kila mmoja. Namuombea baba yetu wa kiroho ambaye ni Mungu ndiye aliyemteua, na sasa hivi naye amempenda zaidi. Kwa kweli nimepata kwa masikitiko ambayo lazima hichi kifo na huwa ni kigeni kila wakati.
Kwa nguvu zetu sisi binadamu tunahitaji tuishi, lakini kwa upendo wa Mungu anahitaji tukaishi tena mbingu ingine ambayo ya utakatifu, na tuyaishi maneno aliyotuasia Mwenyezi Mungu kwamba njoni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami kwamba mpumzisha baba yetu. Ni kumuombea, kumweka katika rehema na nguvu zake mwenyewe, na tuombe pia tuwe wasikivu, na tuombe pia tutulie ili tuweze kufanya sala, na tumuombee baba yetu. Kwa jina naitwa Tobias Francisco, ni mkandidati wa shirika la Ufufuo wa Yesu. Kwa siku ya leo, kanisa zima ulimwenguni tunasikitika kupokea taarifa za kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, ambaye alikuwa ni kiongozi wetu duniani kote. Kwa ujumla tunasikitika sana. Pia na mimi nimepokea taarifa hizo kwa masikitiko kama Mkristo Mkatoliki. Kanisa zima tunaunganika kwa pamoja kuomboleza kutokana na kuondokewa na kiongozi wetu mkubwa duniani. Tunahitaji kujipatia moyo na kuweza kumwombea Baba Mtakatifu Francisco. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Tuendelee kuombea kanisa amani, kwa sababu katika kipindi hiki ndicho ambacho kuna mvurugano na maneno mengi ambayo yanaweza yakatokea ama yakakatisha waumini na Wakristo wengi tamaa. Lakini sisi kama Wakristo wa Katoliki tunatakiwa kusimama imara katika imani yetu, tuweze kuliombea kanisa letu kuwa na umoja katika kipindi hiki. Wakristo tusikate tamaa, tuendelee kushikamana katika maombi. Kwanza tukimwombea Baba Mtakatifu pumziko la milele mbinguni. Pili tukiombea amani katika kanisa letu, umoja na mshikamano. Lakini tatu, tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kupata papa ambaye atakuwa na msimamo na atakayeweza kuliongoza taifa lake takatifu, atakayeshika nafasi ya Baba Mtakatifu Francisco. Raha milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina.